Mimi ningependa sana nisisitize uhuru wa kujieleza, freedom of expression, na uhuru wa kujumuika na wenzako, assembly and organization. Kwa nini nasema ningependa kusisitiza hiyo? Moja kwa moja, uhuru wa kujieleza una uhusiano mkubwa sana na utu, dignity, utu wa binadamu. Mara nyingi sana mimi sisikii wasomi wetu, hata watawala wetu au watawala watarajia wakizungumzia utu. Hatuzungumzi sana utu, lakini kwangu mimi utu ni muhimu sana. Msingi wa haki zote tunazozungumzia, msingi wa uhuru zote tunazozungumzia ni utu wa binadamu. Utu wa binadamu. Utu ndio unatofautisha kati ya binadamu na nyama. Mwalimu aliwahi kusema kwenye shairi yake na kwenye makala yake moja ya 61 62 hivi, kwa Mwenyezi Mungu ana uwezo mkubwa sana, lakini hata Mwenyezi Mungu mradi ameumba binadamu hawezi akapunguzia au kuongezea utu wake. Na tunapozungumza usawa wa binadamu, equality, tunazungumzia usawa wa utu. Tunazungumzia usawa wa utu. Kwa hivyo utu wa Sheikh Ponda sio zaidi na utu wa Mwalimu Shivji. Utu wetu ni sawa, au sio? Utu wetu ni sawa bila kujali hadhi yako. Tunapozungumzia usawa, equality, tunazungumzia equality of dignity, utu. Na kila binadamu anastahili kuheshimika utu wake. Sasa tukisikia hivyo hakuna mtu atakayepinga, lakini ukweli tuangalie katika hali halisia. Nchi hii na nchi nyingi tunadhalilisha sana utu wa binadamu. Tunadhalilisha sana utu wa binadamu. Ukimteka binadamu umedhalilisha utu wake. Ukimpoteza binadamu umedhalilisha utu wake. Ukimtesa binadamu umedhalilisha utu wake. Na sio utu wa yule anayeteswa, lakini hata utu wa mtesaji mwenyewe. Umaskini unadhalilisha utu wa binadamu. Kutokuwa na ajira stahiki unadhalilisha utu wa binadamu. Ni muhimu sana tunapofikiria mambo mengi katika jamii zetu, tufikirie swala na tujiulize kwa kiasi gani tunaheshimu utu wa binadamu.